Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa, naomba ikiwa unatazama Tanzania Eye TV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like, bonyeza alama ya like ambayo ipo hapa chini mwa kanda na karibu. Ikulu ya Samia Suluhu Hassan sasa hivi inaomboleza kifo, na hii ni hatari kubwa baada ya habari mbaya ya kifo kuachiliwa na kutetemesha Ikulu Chamwino. Sasa unapotazama kwa skrini yako, diwani wa Sheluhi kupitia CCM afariki dunia. Sasa huyu ni diwani wa CCM ambaye amepoteza maisha yake ghafla, na CCM ni chama tawala. CCM ni chama cha Samia Suluhu Hassan. CCM ni chama ambacho ni cha ukatili. CCM ni chama cha uongozi wa kiimla hapa Tanzania. Sasa hivi habari mbaya imegonga Ikulu ya Samia Suluhu Hassan. Sasa aliyekuwa diwani kata ya Sheluhi wilaya ya Iramba mkoa wa Singida, Agnes Nasania Amos amefariki dunia ghafla. Kwa hivyo tunaweza kuripoti ya kwamba kifo hiki ni cha CCM. Kifo hiki kimeweza kuombolezwa kupitia uongozi wa Samia Suluhu Hassan kule Chamwino Ikulu. Na tangu Samia Suluhu Hassan aingie mamlakani, wengi wamekuwa wakipoteza maisha yao. Na kifo hiki sio cha kwanza kiongozi kuaga dunia. Kulikuwa na wabunge ambao ni wa CCM waliweza kupoteza maisha yao tangu wajiapishe na kuingia mamlakani kupitia kile ambacho kilichosemekana ni uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka jana. Sasa iko hivi. Tangu Samia Suluhu Hassan aapishwe na kuingia afisini kama rais chini ya ulinzi mkali, chini ya uongozi ambao ni wa ukatili, wabunge wengi wameaga dunia, madiwani wameaga dunia. Huyu ni diwani mwingine ameaga dunia. Jeshi la polisi wanahusika kwa ajali, wengine wanaaga dunia. Inamaanisha ya kwamba uongozi huu wa Samia Suluhu Hassan ni uongozi ambao haukuwa ukipendeza, ni uongozi ambao haukuwa umekubalika, ni uongozi ambao haukuwa na nia nzuri, ni uongozi ambao unalaumiwa kwa sababu waliweza force kuingia mamlakani. Unajua Samia Suluhu Hassan aliweza kuwafunga ama kuwazuia wale ambao wangewania kiti hiki na washinde. Mpina wa ACT Wazalendo akazuiliwa, hakuwania kiti cha urais hapa Tanzania kilichosemekana ni uchaguzi wa mwaka jana. Kisha baadaye Tundu Lissu wa Chadema aliweza kuzuiliwa, naye hakuwania kiti cha urais, ila tu aliweza kumsukuma gerezani na kumpambikizia kesi ya uhaini, na uhaini kulingana na sheria za Tanzania ni kifo. Sasa uongozi wa Samia Suluhu Hassan umeweza kukumbwa na mtafaruku na sintofahamu nyingi ambazo hatuwezi kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea kufikia sasa katika uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo Ikulu inaomboleza kwa sababu diwani mwingine ameweza kupoteza maisha yake ghafla. Jambo hili limeweza kutikisa taifa nzima la hapa Tanzania, na sasa tunashindwa ni kipi hiki ambacho kinaendelea. Na tumeona Tanzania ikipitia changamoto za hapa na pale, misaada kufungwa, vifo vinaweza kuripotiwa kila wakati. Mambo haya ndiyo yameweza kusababisha taharuki na sintofahamu katika taifa letu la Tanzania. Tumefika mahali ambapo tunastahili kuliombea taifa letu la Tanzania. Tumefika mahali ambapo tunastahili kuhakikisha ya kwamba tunaliombea taifa hili liweze kutoka katika shida na changamoto za hapa na pale. Ikumbukwe Samia Suluhu Hassan aliweza kuruhusu vikosi vyake vya dola ama vyombo vya dola kuwaua wa Tanzania, wengine wakazikwa. Hamna yeyote ambaye anaelewa walienda wakazikwa wapi, ila tu tuliona picha za satellite ambazo mara nyingi zinatumika na vituo vya habari haswa vya kimataifa, CNN, BBC, Al Jazeera.
tukaonyeshwa ya kwamba baadhi ya watu waliweza kuzikwa katika makaburi ya halaiki, makaburi ya pamoja, ili kuzuia ushahidi dhidi ya Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ilisemekana ya kwamba Samia Suluhu Hassan angeshtakiwa katika mahakama ya kihalifu ambayo ipo pale Uholanzi, ICC. Kwa hivyo Samia ameweza kujaribu kila wezaro kuhakikisha ya kwamba anaongoza kwa kifua, anaongoza kwa ukatili, anaongoza kwa kiudikteta, lakini nyuma yake kuna changamoto ambazo zinaendelea kumwandama. Wana CCM wanaendelea kuaga dunia, wana CCM wanaendelea kupitia changamoto za hapa na pale. Wabunge wanaaga dunia, madiwani wanaaga dunia, jeshi la polisi wanaaga dunia, na misaada kufungwa. Mnakumbuka ya kwamba Marekani, taifa lingine ni la Canada, taifa lingine la Uswidi, bunge la Ulaya, Umoja wa Mataifa waliweza kukataa kutuma misaada hapa Tanzania kwa sababu waliapa na kusema ya kwamba hawezi kutoa ufadhili kwa udhalimu ambao unaonyeshwa hapa Tanzania. Kwa hivyo tunapitia changamoto nyingi, sio za vifo, sio za kunyimwa misaada. Ndio maana sasa hivi hata maisha yamekuwa magumu hapa Tanzania. Uchumi hauimariki kwa sababu shida ni nyingi ambazo zinaendelea kushuhudiwa hapa Tanzania. Kwa hivyo ni jambo ambalo limetufikisha mahali tunastahili kuomba sana ili Mungu akaweze kututoa kutoka mitego ambayo tumewekwa sasa hivi chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Taarifa njema ambazo tuliweza kuzipokea na tunaendelea kuzifuatilia, kiongozi Tundu Lissu ambaye yuko gerezani kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, chini ya ulinzi wa jeshi la magereza, ni kwamba anaenda kufunguliwa wakati wowote kuanzia sasa, kwa sababu tunataarifiwa mwezi huu wa 6 ambao unaanza hapo kesho tarehe 1, anaenda kufunguliwa wakati wowote. Kwa hivyo tunaendelea kumwombea Tundu Lissu mema ili aweze kuachiliwa, aweze kufanya kazi zake, ingawa Samia Suluhu Hassan akuna nguvu nyingi ambazo ni za kusambaratisha. Amejaribu kila wezaro kutumia ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa hapa Tanzania kukifuta chama cha Chadema, lakini tuliona mahakama iliweza kuzuia ofisi hiyo kutofuta usajili wa chama cha Chadema kwa kile ambacho kinasemekana ya kwamba hawajafanya makosa yoyote. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunaendelea kulifuatilia, lakini siku ambayo hataachiliwa huru tutakuja na kuwafahamisha. Lazima sasa ibidi wale ambao waliweza kutekwa nyara, wale ambao waliweza kushikwa na kushtakiwa na kupambikiziwa kesi kwa sababu ya siasa, sasa imefika wakati anastahili kuachilia hao watu wote vile amri iliweza kutolewa na Umoja wa Mataifa. Ndio maana tunashuhudia wana CCM ambao walikula kiapo pasipo shinda uchaguzi wanaendelea kupoteza maisha yao. Hayo ndio yanaendelea hapa Tanzania. Kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa hizi, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua tu sekunde moja ya mwisho ubonyeze button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Asanteni sana na tukutane kwa kada ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kwaheri kwa sasa.